Ni moment nyingine nzuri kabisa mtazamaji wangu, tuna connect hapa Double Updates. Mimi natumai unaendelea vizuri kabisa popote pale ulipo. Hii ni ulimwengu wa siasa, kana mimi mwanzo mwisho ili upate details za kutosha. ODM Sifuna drama bado inaendelea, na this time round una barua, na barua yenyewe sijui kama ameikubali Edwin Sifuna kutoka kwa mwenyekiti ambaye ni Gladys Wanga. Hawa watu wanataka kumtoa Sifuna, lakini Sifuna na yeye ameamua kucheza nao game. Sasa wacha tuone hii game itaisha vipi. Taarifa ni hii hapa, na hiki ndio kitu ambacho kinaendelea kwa ufupi kabisa, alafu ndo tuizungumzie kiundani zaidi mtazamaji wangu. Wanasema kila mtu na mtu wao. Mbali na mtazamaji, ni kwamba chama cha ODM kimempa katibu mkuu wa chama hicho Edwin Sifuna siku 4 kujibu mashtaka ya kupinga kutimuliwa kwake kutoka kwa afisi ya katibu mkuu na kufika mbele ya kamati ya nidhamu ya chama hicho Ijumaa wiki ijayo. Sifuna anakabiliwa na mashtaka 5 yakiwemo kukiuka uamuzi wa chama na kuunda mrengo kinzani wa Linda Mwananchi. Hapo jana Sifuna aliteua kikosi cha mawakili 3 watakaomwakilisha kwenye kesi hiyo, kama Emmanuel Toa anavyoarifu. Takriban wiki moja tu baada ya mahakama ya kutatua migogoro ya vyama vya kisiasa kuamuru kesi ya kupinga kutimuliwa kwa katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna kutoka kwa chama cha ODM kutatuliwa ndani ya chama cha chungwa kimemwandikia barua katibu mkuu huyo kumtaka kufika mbele ya kamati iliyoteuliwa ya nidhamu ya chama katika muda wa siku 7 zijazo, akitakiwa kujibu mashtaka dhidi yake katika ndani ya muda wa siku 4. Kupitia kwa waraka ulioandikwa Alhamisi na mwenyekiti wa ODM Gladys Wanga, Sifuna anakabiliwa na mashtaka 5 makuu, yakiwemo kukiuka makubaliano ya ajenda 10 ya mazungumzo yaliyoidhinisha ushirikiano kati ya ODM na UDA, mwenyekiti wa chama Gladys Wanga akisema Sifuna aliendelea kupinga ushirikiano huo katika matamshi aliyotoa tarehe 22 Julai mwaka uliopita runinga ya Citizen. Sifuna pia anakabiliwa na mashtaka ya kupuuza uamuzi uliopitishwa na chama katika mikutano ya kamati kuu simamizi ya ODM ya tarehe 27 Oktoba na tarehe 13 Novemba mwaka jana. Chama hicho pia kilirejelea matamshi ya Sifuna kwenye kipindi cha The Explainer ya tarehe 3 Februari mwaka huu, kikisema alileta mchanganyiko chamani. ODM pia kimsulubisha Sifuna kwa kuanzisha vuguvugu la Linda Mwananchi kinyume na chama, mwenyekiti wa chama akifunga na kumkashifu Sifuna kwa kukosa kuhudhuria mikutano muhimu ya chama. Tafuta SG wako. I will not be the SG of mediocrity. Hata hivyo, Sifuna aliyeandikia ODM barua hapo jana alitangaza kikosi cha mawakili 3 wenye uzoefu kumtetea kwenye kesi hiyo, wakiwemo JM Ohaga, Zedjan Mohamed na JN Onyango. Hata hivyo, chama kimeshikilia kwamba ni kamati simamizi tu iliyo na uwezo wa kuteua jopo hilo la kutatua mgogoro huo. Emmanuel Toa, runinga ya Citizen, Nairobi. Okay, sawa. Najua wewe hapo ulipo umeshachanganyikiwa kabisa, kwa sababu swali la kwanza ambalo umejiuliza ni huyu Sifuna mwenyewe amesema he is not interested kwenye hii story ya USG chini ya Oburu. Lakini tena ana mawakili au watu ambao wanatakiwa kumwakilisha kwenye hii story ya kujitetea kuhusu kwa nini hataki kuondoka wakati anaondolewa kwenye nafasi hiyo ya USG. Anyway, before hata nifike mbali, I think Sifuna mwenyewe hawa watu wameshindwa kumfukuza, or mpaka wanakuja kufukuza Sifuna lazima kuna vitu vingi sana viwe vimezingatiwa, and nadhani ndo vimewazuia big time kumtoa Edwin Sifuna. But again, Edwin Sifuna ni figure ambayo ni very important kwa chama cha ODM. Kwa hiyo kumess na figure kama hii inaweza kawa ni vigumu sana kwa ODM, and hapa naona kabisa watu wakizungumza, umenielewa? Naona watu wakizungumza, na kuzungumza kwao ndo kunaweza kukawasaidia, kwa sababu kama wakiendelea kupigana hivi na hivi, sidhani kama mambo yataenda vizuri, yani sidhani kama mambo yatanyooka. And at some point nilikuja kufeel watu ambao lazima wabadilishe njia zao
ni hawa watu walinda ground hawa, kwa sababu shida ni Ruto, shida hata sio Oburu ama nani. Sifuna anaweza kasema hawezi kuwa SG wa Oburu kwa sababu ameshakuwa mtu ambaye ni msaliti, ni mtu ambaye ameenda kinyume na wanachama ambao ni wananchi. Umenipata mtazamaji wangu? So hapo kidogo ndio shida yake Sifuna ilipo, and hawezi kukuwa katibu mkuu wa mtu kama huyo. Ni vigumu sana. So akina Oburu na wao pia lazima wapige hesabu. Kama wanataka huduma za mchezaji ambaye ni Sifuna, lazima vitu vile vingine bwana wavikatae. And hata ukiangalia pande zote mbili, angalia timu Oburu, angalia timu Sifuna. The reason why huaga mimi namtetea Sifuna ni very simple. Ndugu zangu, unajua sometimes na sisi huaga wananchi tuna entertain sana viongozi wetu. Ruto ni mtu ambaye ni rais, sikatai. Heshima zake zipo, tunampaga kama rais, sikatai. Lakini Ruto alihusikaga kwenye mauaji ya watu, wananchi. And this is something ambayo Sifuna amekuwa akirudia kwa muda mrefu sana. Umenielewa? Imekuwaje ODM ambayo imekuwa ikihangaika, ikitetea watu, ikifanya nini, baba na ibuild kila siku, ilienda kwanza kumsupport William Samoei Ruto? Let's be honest ndugu zangu, ilianzaje kwenda kumsupport nani? William Samoei Ruto. Na hiyo ndio ililetaga shida. Umenipata? Mwenyewe anasema Edwin Sifuna, baba yupo anapumua, Mungu alikuwa amemlinda kipindi hiko. Unaelewa? Baba bado alikuwa ana uhai. Sifuna anasema kama ni kwenda kusupport yule, mimi sipo. Na sisomi na sifanyi chochote. Baba mwenyewe amefariki, wote wakaingia huko, ikawa wanaimba team choir full time. Wao in fact ndo wakawa wanatetea Ruto kushinda hata wale ambao wako ndani. Umeelewa? Hiyo ndio ilikuwa ni issue. Na tuache kuentertain viongozi. President ni mtu ambaye anataka kuwa baba yetu, ambaye anatupenda, anatujali. Sometimes sisi watoto tunakosea, sikatai. Lakini unatakiwa kujua namna ya, kwani mtoto akikosea unamuua? Unaambiaje mtu amshoot mtu ambaye amevunja sheria fulani? Why? Swala la kuua kuna namna vitu vitakao kufanyika. Lakini yeye kama baba yetu kwenye taifa letu aliamua watu wapigwe risasi na akatangaza mwenyewe na anapata support kutoka kwa watu wake. Mtu kama huyo unamsupport kwa njia gani au kwa sababu gani? Hiyo ndio ililetaga shida. Hiyo ndio ililetaga shida. So mimi kwa upande wangu mimi nitamtetea bado Sifuna. Na napenda move zake kwa sababu hana haraka ya kusema mimi nimeresign, nimetoka, staki. Pole pole tu, vitu vinapelekwa pole pole, mosmos. Unaelewa? But before niendelee, nina taarifa hapa kwa team Double Updates. Tulifanya kazi nzuri sana. Tulimsupport Amos mpaka dakika za mwisho. Tukampelekea wheelchair nyumbani, shopping hapa na pale. Tukaorganize swala la shule. And nadhani mimi nikifanyaga kitu natakaga niwaonyeshe nyie ambao mlichanga, alafu ndo mambo yaende vizuri, ndo tuendelee kufanya kazi pamoja. So angalieni kwanza video hii alafu ndo tuendelee. Songa. Okay, sawa. So niko na Benson hapa na niko na Amos. Tunatulia, tuko home. So hapa ndo alikuwa anakaa. So tukapiga hesabu tukaona acha tuone nini tunaweza fanya kwanza. So tukakuja na hii, at least itasaidia pahali. Hii kidogo ilikuwa ni ngumu kidogo, si ndio? Hii ndio unaweza sukuma kabisa, unaweza move kutoka hapa ufike pale, itasaidia kidogo. So pole pole tu. Ndio. Sasa ni shule pale tutaorganize. Asante. Amos naye pia aende ajifunze 1 2 3. Specialist wako huko atasaidia, si ndio? Atalan 1 2 3. Itakuja kumsaidia huko baadaye. Hivyo tu. So mosmos tunaenda pole pole tu. Lazima tufanikiwe hapo sasa. Kabisa. Sasa unaenda wapi? Mimi ni dada yake huyu mtoto, wanasumbukana nikimlea. Mamangu vile sasa aliona huyu mtoto ako hivi, aliweza kuenda. Sasa mimi ndio
huwa nabeba mtoto. Alafu kingine nashukuru vile mmeweza kutuletea kiti, sababu hii kiti ukitaka ati kusongesha mtoto pale hakuna jua akipaka ubebe, lakini najua unaweza kusukuma upeleke mahali pangine. Alafu Mungu awabariki pale mnapoenda, Mungu awaongoze, mbarikiwe. Imagine. Oh. Eish. Ebu smile. Kwanza mimi ningependa kushukuru Mungu, kusema na asante kwa siku ya leo, jinsi mlivyofika kwa hii boma kwa ajili ya huyu mtoto. Mimi asante yangu kubwa ni kusema ya kwamba huyu mtoto alikuwa anatumia hii kiti, ukitaka kumweka mahali paka usongeshe upepe hii kiti. So mimi nimeshukuru kwa usaidizi wenu vile mmeniletea hii kiti. Hii ndio shukrani ya kwanza. Jambo la pili, ningependa mnisaidie mambo na shule. Wakati nitaona huyu mtoto ameenda shule tunampeleka. Tutasema ni asante. Shule tunampeleka. Hapa ndio nyumbani. Huyu ndio mama mzazi. Hao ndio watoto wao. Huyu Amos. Mimi ndio baba mzazi. Hii ni shukrani tu kwenu. Popote penye mtaenda, Mungu ambariki zaidi. Alright, asanteni sana ndugu zangu kwa kuendelea kutembea na mimi kwenye safari hii ya kusaidia watoto yatima na watoto walemavu. Polepole hivyo, each and every month tutafanya hivyo. So sasa hivi tunavuta pumzi kidogo, nitarudi na project ya mwezi huu, mwezi April. Then mimi naamini everything is gonna be all right. Au sio bwana? Yani kila kitu kitakaa sehemu ambapo inatakikana. Sasa Edwin Sifuna, hii drama yao wacha tuone itafikia wapi. For me, if ODM can just do the right thing, I'm talking about the Linda Ground team, if they can just do the right thing, there is no problem. And hata Sifuna kuungana nao, mimi sioni kama itakuwa ni issue. And ikifikia hapo, sasa ni wao watakuwa wanaungana na Sifuna kwa sababu watakuwa wamefanya what Sifuna is doing. Tetea watu, make sure everything is in order. Naweza nikasema hivyo, lakini hizi stories ambazo ziko hapa nyingi, tunataka kusupport Ruto. Issue ya Sifuna ni hawa watu kusupport Ruto. Let me tell you, kama wakiamua okay, sasa sisi tumeona, tumeangalia, hatuwezi tukasupport William Samoei Ruto, utakuta kina Sifuna bado watakuwa tu pamoja na hawa watu. Umenipata mtazamaji? Siasa iko hivyo, but again wajipange. Muda unaenda and muda haungojei mtu yeyote. Kama wale wakiamua kuendelea kumsupport na William Ruto, na wao pia waendelee kujipanga mambo yao polepole, waone kama watasimamisha mtu au kama wataungana na wenzao, kwa sababu hapa adui ni mmoja ambaye ni Mr. President William Samoei Ruto, na siasa ndo jinsi ilivyo. So mapema kabisa kama wanaweza wakajipanga, kama ni swala la chama, kama ni swala la kumaintain pale ODM, kwa sababu most of them ambao wamekataa huko sijui kama watapewa ticket, kwa sababu kuna sehemu zingine una win kama una ticket, but again Nairobi it's not a must. Kama wakimnyima ticket or wakimnyima Babu that other side, sidhani kama itakuwa vigumu kwa upande wao, kwa sababu tayari washakubalika, washapendwa, washakaribishwa vizuri Nairobi, and nina uhakika bado watashine, watakuwa wanafanya vizuri, maybe hizi sehemu zingine, but let's wait and see. Kwa upande wako unaizungumziaje hili swala la Sifuna na ODM? Hawezi kuwa SG, but again Oburu bado yupo. So Oburu kama bado ndo atakuwa anaongoza sijui mazungumzo hivyo ambavyo wamekuwa wakisukuma, then hapo Sifuna hakuna kitu anafanya. Sema wao wanataka kumtoa Sifuna na yeye anaamini mnanitoa kwa sababu gani? Mimi ndio SG, mnanitoa kwa sababu gani? Shida yangu ni nini? Kwa sababu wanasema ni story au ni swala la nidhamu. Sasa hapo kwa nidhamu afanyeje? Hapo kwa nidhamu anatakiwa kufanya nini? Kwa sababu yeye the only thing he's been doing ni kutetea mwananchi na kuhakikisha kabisa chama kinabaki
hivyo hivyo ambavyo imekuwa. Umenipata? Ni nidhamu gani hapo sasa? Like kakosea wapi nani? Ndio wanasema kwa sababu kafungua si group nyingine si na nini na vitu kama hivyo. Basi acha tuone itakuwaje. Maoni yako sijui ni gani? Niachie hapa chini kwenye sehemu ya comment, lakini the most important thing, make sure una subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.